Wapendwa taifa la Mungu, tukiwa katika mwendelezo wa maadhimisho ya Jubilei kuu, leo tunaadhimisha mambo yafuatayo. Kwanza, pamoja na kanisa lote tunaadhimisha kumbukumbu au tuseme kabisa sikukuu ya Mtakatifu Terezia wa Mtoto Yesu. Mtakatifu huyu aliyezaliwa mwaka 1873 akiwa bado binti mdogo, alijiunga na shirika la masista wa Karmeli, na katika maisha ya kitawa alijibainisha kama mtu mwenye roho ya sala, kama mtu wa imani, kama mtu mwadilifu na kama mtu aliyekuwa na ari ya umisionari. Lakini alitambua mapema kwamba wako watakatifu ambao wameinjilisha bila hata kutoka katika nchi yao. Kwa hiyo akaanza kutafuta namna ya kukuza maisha na fadhila ambazo zimemfanya awe shuhuda wa Injili. Na katika kutafakari kwake, hatimaye alitambua yafuatayo: kwamba ziko fadhila nyingi za Kikristo, lakini akifuata mafundisho ya Paulo mtume yanayopatikana katika barua ya kwanza kwa Wakorinto, alibaini kwamba fadhila zote ni muhimu, lakini muhimu kuliko zote ni upendo. Na kwa hiyo akamwomba Mungu ampe fadhila ya kuwa shahidi wa upendo, shujaa wa upendo, misionari wa upendo. Sambamba naye, leo tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya mapadre wanaoadhimisha jubilei ya miaka 50 ya upadre, na wengine jubilei ya miaka 25 ya upadre. Ninaomba ninyi mnaofanya maadhimisho hayo mumtambue Mtakatifu Terezia wa Mtoto Yesu, shujaa wa upendo, kuwa ni mwombezi wenu, kuwa ni mfano wenu na kuwa ni mwalimu wenu. Mtakatifu Terezia wa Mtoto Yesu katika unyofu na udogo wake ametuachia mafundisho mazito ambayo yamemstahilisha kutambulika kama mwalimu wa kanisa, kama mwalimu wa kanisa. Ni mwalimu wa kanisa ambaye hakusoma chuo kikuu. Ni mwalimu wa kanisa ambaye hakufundisha kwenye vyuo vikuu vizito, lakini kwa maisha yake na kwa yale aliyoandika amekuwa mwalimu wetu kuhusu fadhila za Kikristo, maisha ya ufuasi na ushuhuda wa upendo. Tunamwomba awaombee, lakini pia awaombee mapadri wote kusudi muweze mkawa katika ufuasi wenu, katika ushuhuda wenu na katika utume wenu mashahidi wa upendo, wakereketwa wa upendo na walimu wa upendo. Katika somo letu la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Nehemia tumekutana
na mtumishi wa Mungu ambaye anasononeka. Anasononeka kwa sababu ya yale ambayo watu wake walikuwa wakiyapitia. Watu wa Mungu walikuwa wamepelekwa uhamishoni, utumwani, mbali na kwao. Hebu nikuulize, je, wewe mara ngapi umeshakuwa uhamishoni? Mara ngapi umeshakuwa mbali na kwenu? Kwa urahisi utaniambia mimi hata mara moja. Lakini basi nikukumbushe, kila unapotenda dhambi, kila unapotopea kwenye dhambi, unakuwa uhamishoni, unakuwa mbali na kwenu, unakuwa mbali na Mungu wako. Ni haki ya kila mwana kanisa kwa mastahili ya ubatizo wake kuwa karibu na Mungu, kufungamana na Mungu, kuishi maisha ya neema na fadhila. Kwa hiyo ewe mwana kanisa, usione fahari kugalagala kwenye dhambi, kugaagaa kwenye matope ya dhambi. Penda kuwa huru, penda kuishi neema, penda kuishi utakatifu, penda kufungamana na Mungu wako. Huyu mtumishi wa Mungu aliyekuwa anasononeka aliomba apewe ruhusa ya kurudi makwao, nchi takatifu, apate kujenga mahame ya nchi yake, hekalu takatifu, na akapewa kibali hicho. Wewe padri unayenisikiliza, umepewa kibali cha kulijenga kanisa ambalo nalo pindi tunapokuwa hapa duniani linapitia katika kipindi kinachohusiana na kuhama. Huyu mtumishi wa Mungu aliporuhusiwa alirudi nchi takatifu na akafanya yaliyompasa. Sisi tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya watumishi wake mapadre ambao leo wanamtukuza Mungu wakishukuru kwa zawadi ya miaka 50 ya mmoja wao na miaka 25 ya wengine katika upadre. Naomba tuwapongeze kwa makofi. Pamoja nanyi tunamshukuru Mungu kwa wito aliowazawadia. Na nirudie kwa msisitizo, hamkuzawadiwa wito huo kwa mastahili yenu, kwa ujanja wenu, kwa umahiri wenu, au kwa chochote kile ambacho unaweza ukajivunia. Kama uko padre wa mwaka mmoja, wa miaka 5, wa miaka 25, wa miaka 50, uko hivyo kwa sababu ya upendo na huruma ya Mungu. Uko hivyo kwa sababu Mungu amekustahilisha na amekushirikisha mastahili ya Kristo, ambaye kwa hakika ndiye kuhani mkuu wa kweli na wa milele. Kwa hiyo usijisahau, daima mshukuru Mungu, daima weka upya azma yako ya kumtumikia Mungu katika kanisa lake, ya kuujenga mwili wa Kristo. Na ufanye hivyo sio kwa kuburuza miguu, ufanye hivyo kwa bidii, ufanye hivyo kwa furaha, na ufanye hivyo
kwa utayari na umakini wa hali ya juu. Haitoshi kusema najitahidi kuishi upadre, alafu naishi upadre wa kuburuza miguu. Unaamka asubuhi, unakunywa chai, alafu unaenda kutazama television. Baada ya hapo unaenda kunywa chai ya saa 4. Baada ya hapo unatazama tena television. Kwa hiyo siku yako inaenda hivyo, ni kuzubazuba tu. Hilo halikustahili. Huo sio wasifu wa padre. Padre kwa muda uliopewa, haidhuru ni miaka mingapi, shakarika, kuwa mtendaji, kuwa mwalimu, kuwa kiongozi na kuwa kuhani. Hizo ni sifa za Kristo, kuhani wa kweli na wa milele. Napania basi kuziishi sifa hizo na kumtukuza Mungu aliyekustahilisha kuwa mmoja wa makuhani wake. Katika somo la Injili, Bwana Yesu ametufundisha juu ya gharama ya ufuasi. Kumfuasa Kristo sio lele mama. Kumfuasa Kristo ni jambo zito. Na Yesu mwenyewe amebainisha aina mbalimbali za watu wanaotaka kumfuata. Kuna wale wanaoitwa lakini wanakuwa na visingizio lukuki. Sasa uwe makini, unaweza kuwa na kisingizio hata ukishakuwa padre. Kama uishi karama ya upadi wako, hicho nacho ni kisingizio cha ufuasi holela. Kama ukiishi kama padre mwadilifu na wa kweli, basi hapo unakuwa mfuasi mwema na mstahimilivu. Mfuasi wa kwanza aliyeitwa na Yesu alitoa kisingizio, na wengine waliojitokeza walikuwa na visingizio. Niviweke vyote visingizio walivyotoa katika mafungu mawili. Fungu la kwanza ni wale ambao bado wamefungamana na mizizi ya makwao. Padre, wewe sio wa kwenu. Padre, wewe ni wa kanisa. Kwa hiyo ni lazima ujifunze kubandukana na kwenu na kujikita ndani ya kanisa, na ufanye utume wako kwa furaha, ufanye utume wako kwa unyofu, ufanye utume wako kwa bidii. Fungu la pili, walishindwa kubanukana na malimwengu. Niruhusu kwanza niende nikawazike watu wangu. Niruhusu kwanza niende nikaage na nigawe mali zangu. Ndugu zangu, hao wote Bwana Yesu amesema hawastahili kutambulika kama wafuasi. Enyi mapadi wapendwa, mnaomshukuru Mungu kwa jubilei yenu, mnamshukuru Mungu kwa udumifu wenu. Na hutokea mnapewa upadre labda watano, na mbele ya safari mmoja anaishia njiani, anarudi uraiani. Namwomba Mungu aendelee kuwadumisha ninyi katika ufuasi safi na takatifu, katika ufuasi safi na thabiti, katika ufuasi safi na makini,
Ndugu zangu, tunapomshukuru Mungu kwa hawa wanaoadhimisha jubilei, naomba tuwaombee wao, lakini pia tuwaombee mapadri wote. Tuendelee pia kumuomba Mungu kwa huruma yake azidi kuwaita vijana wema, waadilifu, wenye akili timamu na walio tayari kuutumikia mpango wake mtakatifu na wa kweli. Amani ya Kristo iwe nanyi.